Kutokea katika dimba la KMC Complex hapa jijini Dar es Salaam, ambapo wanakoma kumwanya wagonga nyundo Mbeya City FC wakiweka makao yao hapa kwa muda mara baada ya uwanja wa Sokoine kufungiwa kwa kukosa baadhi ya vigezo. Tumekuja kuzungumza na baadhi ya wachezaji, viongozi wa timu pamoja na benchi la ufundi kufahamu nini ambacho kinaendelea kwenye klabu yao. Klabu ambayo imepanda daraja msimu huu tena mara baada ya kukaa nje ya ligi kuu kwa takribani misimu miwili. Tuko hapa kuzungumza na wachezaji, benchi la ufundi, utafahamu yote kuhusu wao. Utafahamu yote kuhusu mipango yao kuelekea michezo inayofuata ya ligi kuu ya NBC Tanzania Bara. Jana wamepoteza mchezo wao dhidi ya Tanzania Prisons kwa goli 2-1. Wako hapa wameweka kambi wakisubiria kukipiga dhidi ya JKT Tanzania katika dimba hili la KMC Complex. Mpenja TV tuko na wewe kukuletea na kufahamu kila ambacho kinaendelea kwa wagonga nyundo hawa. Mimi ni Given Kashimoto, nyuma ya kamera ni Lug de Pablo. Beno, mambo vipi? Fresh kabisa. Harakati zinaendaje? Zinaenda poa. Na mmekuja jijini kuweka kambi hapa. Tafanyaje? Ndio mechi zimeangukia huko. Okay, hivi mtapiga mechi zote hapa KMC? Ya, tunamalizia mechi ya JKT. Kwa mpaka tunarudi nafikiri uwanja wetu tutakuwa uko tayari. Mazingira ya kuitumikia Mbeya City kwa mara ya kwanza kwako yamekuwaje? Kwangu hapo kawaida. Yako kawaida. Haijawa noma sana ushawaitumikia Tanzania Prisons pale, alafu umekuja kwa mahasimu wao? Hapana, nafikiri hii ni kazi. Kwa hilo kwangu mimi lina tatizo. Mambo yako fresh. Mambo yako fresh. Unaweza katuambia ni kitambo ambacho tulikuwa tuja kuona uwanjani, lakini tukaja tukakuona tena ndio umekuja umeibuka kwenye timu ya Mbeya City ambayo pia ilishuka daraja, imepanda tena daraja. Matamanio yako ni yapi baada ya kujiunga na klabu ya Mbeya City? Mimi matarajio yangu ni makubwa, na pia kwa ajili ya kuisaidia klabu yangu ipate kukaa sehemu salama, kwa sababu ina malengo yake na ambao wameshatuambia kama sisi wachezaji, na mimi pia lazima nijitume kufanya vizuri zaidi msimu huu, kwa sababu pia kuna wengine walikuwa wanasema onekani ndio tayari yule, si unajua mashabiki wetu. Ya kweli. Kwa nafikiri kikubwa ni kupambana mimi pamoja na klabu yangu kuweka sehemu salama. Moja kati ya vitu ambavyo huwa vinazungumzwa sana kwa mpira wa Tanzania ni pale ambapo mtu anatoka timu kubwa alafu anakuja kumalizia kwenye timu ndogo. Mara nyingi inatafsiriwa kama umri umekwenda, wengine wanazungumza kuhusu kiwango kushuka. Kwako hii unaiwekaje? Wewe kutoka kwenye klabu za Simba na Yanga tumekuona mdogo kaanza Namungo nadhani saizi tena tunakuona Mbeya City. Kwako unaweza kaiwekaje au katuelezeaje? Unajua kikubwa iko hivi, watu wanashindwa kuelewa. Hii ni kazi kama kazi zingine, kwa sababu hata kuanza mimi sikuanza Simba Yanga. Nimeanza nikiwa Tanzania Prison. Kwa hiyo ni muda unakwenda, unapoenda sehemu fulani, muda ukiisha, kama utahitaji mtu mwingine au mjafikiana kitu ambacho unakitaka, unafanyaje? Unaenda. Kwa hiyo nafikiri mimi mpaka naondoka maana kuna vitu kwa jafikiana, kwa maana nimeondoka. Lakini wale hiyo unaosema kwamba kiwango kinashuka ni wengi wanasema hivyo. Yeah, sure. Kwa hiyo unaweza kukaa lakini kwa mchezaji ukitafakari kwamba anachokuambia ile maneno kwamba kiwango kimeshuka, na ukifikiria na kweli utakuta mwenyewe unakuja kujishusha, kwa sababu mpira unacheza na mindset yako, kwa sababu ukiweka kichwani sana kweli unapotea. Maana ningekuwa nimepotea si hata sasa kama nilikuwa nimecheza, au ukisema Mbeya City wangenitaka, hapana, kwa sababu wanajua uwezo wangu, na mimi pia lazima nifanye hivi ili kila mtu aamini kwamba wale walikuwa wanasema wao ni tofauti na walivyokuwa wanafikiria. Ikitokea Simba na Yanga kwa sasa mmoja kati yao akakuhitaji tena urudi, unaweza kurudi tena? Sasa hiyo kwa sasa ni bado na mkataba hapa. Sasa ndio imetokea. Tunazungumza mkataba upo, lakini kiwango kikaonekana kizuri, wakakuhitaji tena. Kiwango kinaonekana kizuri, wewe uone. Ndio basi sasa wakavutiwa zaidi, sasa wakasema mtu mrudishe. Tusubiri tuone itakavyokuwa. Au sio? Anyway, klabu ya Mbeya City mpaka sasa imecheza michezo 5 na pointi 7, alama 7. Mmepoteza michezo 2, mmeshinda 2, mmesare mchezo 1, lakini bado mpo pale kileleni. Unaona mkienda wapi kwa matokeo haya ya mechi 5 za mwanzo? Kwanza ni njia nzuri kwetu kukazi kwa timu ambayo imepanda, na ukiona kwa mechi tulizocheza 5 na kila mtu alijua kwamba sisi tutakuwa ni nani, kila mtu akija anatufunga tu, lakini mwisho wa siku moja kuona matokeo yake sio, kwa sababu timu ina malengo yake, mpaka nasajili wachezaji wazoefu na ambao sio wazoefu, kwa sababu kuna kitu unakitafuta, na mimi nafikiri mpaka tunahitaji kufika top 4 ndio malengo ya timu. Lazima top 4 tuwepo, kwa lazima tupambane, na tunapambana.
na hii yalikuwa ni malengo yetu, japokuwa tumepoteza pointi kidogo, lakini bado tunataka tuendelee kushinda mechi zinazokuja ili tuendelee kwa sehemu nzuri. Yeah. Nataka nikurudishe nyuma kidogo, tukitoka sasa kwenye Mbeya City hapa. Kuna maneno mengi wanazungumza sana kuhusu wewe Beno Kyakulanya. Mwanzo wa safari yako ya ugolikipa, wengi wanazungumza ulikuwa ni beki, wanasemaga hivyo. Sasa leo nataka utuambie ukweli, wewe kuwa golikipa ilikuwaje? Ulianza ukiwa golikipa, utuelezee historia yako kidogo ya maisha yako ya soka mpaka ukaibukia Tanzania Prisons. Mimi sikuwa golikipa, mimi ni kwanza beki, nacheza striker. Kwa nafikiri issue ya kuwa golikipa kwetu, kabla marehemu babu yangu hajafariki, kila likizo najua wajukuu tulikuwa tunaenda. Kwa wajukuu pale si watu walikuwa ni wengi, wanaweza kutengeneza timu za mpira mbili. Nilikuwa wengi sana. Wajukuu wengi sana. Unajua likizo yote hiyo ya wiki mbili, ya miezi 6, hii ya mwezi, lazima wajukuu twende. Hapo Mbeya hapo? Tukuyu. Tukuyu. Kwa siku tumechukuana wajukuu wote wa kiume kwenda kucheza mechi na kijiji kingine. Kwa hiyo nafika kule kipa. Unafanyaje? Wewe kaa kipa, hataki. Ikabidi ukae. Akanilazimisha, nikamwambia basi sawa, haina shida, nitakaa. Nimekaa. Lakini sasa hapa nilikuwa natumia sasa miguu kudakia miguu, mikono mara chache sana. Tumemaliza ile mechi. Niliporudi baada ya likizo nimerudi nyumbani. Mbona kama naweza hivi golini. Kaanza kujiona mbona? Kwa nikawa nachanganya. Unaudegea ndani yako. Nacheza ndani, naenda golini. Nacheza ndani, naenda golini. Kwa mwisho wa siku nimekuja kuangukia golini, kwa sababu huwa tunasema huwezi jua Mungu anakupeleka ukatokea wapi. Riziki yako ukapatia wapi. Kwa mimi hasa nilikuwa nacheza ndani. Kwa ndio maana hiyo issue kuanzia golini ilianzia Tukuyu kwa kina babu. Kwenye cheza, kwa mwisho wa siku nikaona basi lakini mara nyingi tuna timu yetu ya makipa, tukitoka hapo kila ligi ikiisha tuenda ukipiga. Na Tanzania Prisons wanavyokuona kwa mara ya kwanza, kuna hiyo timu ambayo ulikuwa unacheza, ulikuwa ni golikipa? Nilikuwa golikipa. Nilikuwa walinitoa kwenye academy. Academy gani? Mbaspo. Ile Mbeya pale. Kwa nilikuwa golikipa. Unaikumbuka hiyo mechi ambayo walikuchukua? Mimi hiyo trial labda ambayo uliona siku sijafanya try. Mzee wangu alikuwa mwenye academy pale Salimani Alubu. Ndo alinitafutia nafasi, kwa nilichukuliwa, kwa nikawa nacheza under 20 na timu kubwa. Kwa nafikiri nashukuru Mungu. Nafikiri ilikuwa ndo safari ya kutoka, kwa sababu nimefika pale, bahati mbaya golikipa namba 1 aliumia, ambaye ndo sasa ni kocha wangu hapa. Ulibati Mweta ndo kocha wangu. Alivunjika kidole, alikaa kama miezi 2, akapewa golikipa namba 2 nafasi, tulifunga mechi 2, nilikaja kupewa mimi nafasi. Mpaka unaona ndo mpaka leo. Unaweza kutuambia goli gani ambalo uliwahi fungwa kwenye maisha yako ya golikipa tangu umeanza kucheza ligi kuu Tanzania bara, hauwezi kulisahau mpaka leo? Hapana, sina. Ni goli ambalo hili unasema nilifungwa kwa uzembe sana, lilikuwa bonge ya goli? Sina. Sijawahi. Yote najua mfungaji anakuwa amenifunga vizuri. Na kabla ya kuingia ligi kuu kuanza kuchezea hizo timu, nani ambaye alikuwa unamtazama kama role model wako kwenye magolikipa? Role model wangu mimi wakati nilikuwa namwangalia ni Juma Kaseja. Na kwa sasa kwa kizazi hichi ambacho mpo mnacheza, unamwona nani ni kipa bora? Tutajie makipa 3 ambao kwako unaoweka top 3 ligi kuu Tanzania bara. 3. Mwalimu mtihani sana. Wataje tu ku appreciate kwamba hawa wanafanya vizuri sana. Mimi najitoa, si ndio? Unaweza kujiweka? Unaweza kujiweka. Namba 1 Aishi Manolo. Yes. Si wazao? Yes, wazao. Ambao wanacheza. Wanaocheza hivi sasa. Aishi. Mwingine? Namba 2 najiweka mwenyewe. Wewe mwenyewe? Namba 3? Namba 3 namweka nani wewe? Yona Amos. Ni kijana anafanya vizuri, Anafanya vizuri. Sawa, kwa kumalizia Beno Kyakulanya, na natamani unipangie kikosi chako bora cha msimu uliopita. Msimu uliopita? Yes. Namba 1 Diala. Namba 2 anacheza Kapombe. Namba 3 Huseni. Namba 4 ataka Jobu. Namba 5 ataka
Baka. Baka. Yes. Namba 6 nivuruga. Nivuruga sana. Namba 6 nani? Namba 6 ndamweka Kagoma. Kagoma. Yes. Namba 7? Namba 7 nitamweka Chama. Namba 8? Namba 8 nitamweka Mudathiri. Namba 9? Namba 9 nitamweka Mzize. Namba 10? Namba 10 nitamweka Faisali. 11? Pakome. Mbona timu nzima ukiitazama wachezaji wanatoka timu 3 tu? Nimetaja kutokana na kile ambacho nakino ubora. Yes. Okay. Sio kwamba wengine hawezi. Na kocha hapo unamweka nani? Kocha tamweka ambaye nani yake imechukua ubingwa. Nani sasa? Jina lake limenitoka nani kocha aliondoka? Alichukua Milud Hamdi. Ndio kocha mkuu sasa hapa anafanya. Eti? Kutoka hapo unaweza kumweka Faldu aliondoka naye. Yeah. Basi pamoja sana, tumefurahi sana Mpenja TV kuzungumza na wewe. Ni matumaini yetu utafanya vizuri zaidi na tunakutakia kila laheri kwenye maisha yako mapya Mbeya City. Nashukuru sana. Pamoja sana. Wapo. Nashukuru.